Walijua Mesaya atatokea kwa nyumba ya Daudi. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe sana. Na waliona katika hilo falme Daudi ndiye alikuwa mfalme. Wakati alikuwa anatawala, hawa madui alikanyaga wote. Yesu wetu ni Mungu. Ile nchi walikuwa ni watumwa wake. Hakuna mfalme ambaye alikuwa kwa Israeli kuliko Daudi, mwenye alipigana majirani ya adui yake utawala wa dunia, wale ambao walikuwa wanakaribia Israeli. Yesu wetu ni Mungu. Na kwa sababu bado walikuwa kwa ile nafsi ya mwili, Yesu wetu ni Mungu, walikuwa wanauliza kuhusu hiyo falme. Ni wakati huu tunatoa kwa ile minyororo ya utawala wa Rumi, ambaye alikuwa amewekea mizigo ya ushuru. Yesu wetu ni Mungu. Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye aliwajua na alikuwa anatutayarishia mazuri. Alikuwa anamwambia, Yesu aliwaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Baba aliyeweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu. Yesu wetu ni Mungu. Anawapea ile kitu ilifanya adhirishe kwa mwili, ili aturudishe kwa ile nafsi yake ya kwanza, ambaye kutotii neno lake tuleta mauti na dhambi. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Anatuambia utapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Yesu ni Mungu. Alikuwa amejua akishadhirishwa kwa mwili, akisharudishwa kwa makao yake, na amekuja kukaa ndani yetu kama hekalu yake. Sasa atatufunulia yale yote ambayo tulikuwa tunamuuliza. Walikuwa wanamuuliza kuhusu ufalme, sasa wataona kiroho. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Na kutokea hapo hakuna makao. Tukisoma katika Matendo ya Mitume, hakuna mahali tena walikaa kulizana kuhusu ufalme wa Israeli, kwa sababu ufalme ilikuja ndani yao. Yesu ni Mungu. Walipata nguvu. Wakakuwa kiumbe kipya. Wakaanza kuona siri ya Mungu. Wakaanza kuishi kwa maisha takatifu. Wakaanza kuona nafsi ya Mungu. Wakaanza kuwaza mambo ya kibinguni. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Na yeye ni Mungu mwenye anatawala binadamu. Yeye ndiye anaumba. Alijua ile upungufu yetu. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Na alijua akishatupea chenye tumekosa, tutaiona, sasa hatutauliza. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Katika Yohana 14, katika kitabu ya Yohana 14, mstari wa 26, mstari wa 26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yesu ni Mungu. Kwa hayo swali ambayo ilikuwa anawasumbua, kwa sababu bado hawakuwa wamepata nguvu. Na hiyo inatufundisha ya kwamba kama mtu hana nguvu ya Roho Mtakatifu, hawezi tembea kikamilifu kwa njia ya Yesu. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe sana. Kama tuna nguvu, hatuwezi tukajua njia za Mungu. Hatuwezi tukajua siri ya Mungu. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Wakati walijazwa Roho, tunaona siku ya Pentecost, Matendo ya Mitume 2. Watu walishuhudia kila taifa. Yesu ni Mungu. Kila taifa waliona watu wa Mungu wamwagia kipawa, wamenena kwa lugha nyingine. Wakashangaa. Yesu ni Mungu. Kwa sababu hawakuwa wameona hayo kitendeka duniani. Walishangaa, wengine wakaanza kudhaiki. Kwani ni mvinyo mpya? Yesu ni Mungu. Lakini kulingana na maandiko naambia utapata msaidizi ambaye atakufundisha. Mitume baada ya kujazwa Roho, Petro alisimama. Roho ya Yesu ambaye iko ndani yake ameanza kufunulia, akamwambia hii ndiyo andiko ya Yoeli. Yesu ni Mungu. Sasa amepata nguvu. Akipata nguvu ya kiroho, sasa anaanza mambo ya roho. Sasa ile ufalme ya kimwili ambaye ilikuwa inawasumbua, sasa haimo tena kwa mawazo yao. Yesu ni Mungu. Sasa umepata nguvu, inafunulia siri ya ufalme wa mbinguni.
Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Walikuwa wanazunguka, sasa wamepata nguvu. Sasa wako na maono mpya. Yesu ni Mungu. Wamekuwa kiumbe kipya, wamekuwa na maono mpya. Wanaona yale ambayo yalifichika, sasa wanafunuliwa. Haleluya. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Yesu anamwambia mtapata nguvu. Mbona? Kwa nini nguvu? Kumbuka katika Yohana 3. Yohana 3, mkuu wa Wayahudi ambaye ni Nikodemu. Myahudi ni uzao wa Ibrahimu kwa damu. Waliishi kwa Torati, wakashika sheria, na akakuwa mpaka mfarisayo, kwani mkuu. Lakini hali ambayo Yesu alikuwa anatenda ilimvuta aende pale aulize maswali. Alikuwa anaona iko tofauti tangu akuwe mtoto mdogo mpaka mahali amefika na amekuwa kwa Torati na sheria ya Musa, anaona iko tofauti. Na mawazo kamkujia, naona chenye inafanyika iko tofauti na yetu. Kwani itakuwa kwa njia ya ufalme. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Wakati Nikodemo alienda kwa Yesu, na Yesu jua alikuwa anajua mawazo yake. Yeye ni Mungu, anajua kile chenye mtu anafikiria. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Alianza kumwelekeza kwa ukweli. Mstari wa 3, Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Hata kama umeshika sheria, hata kama wewe ni ukoo wa Ibrahimu, hata kama wewe ni Myahudi, hata kama wewe ni mkuu wa Farisayo, hiyo haingekupea ruhusa kuona ufalme.